kwanza inasema ya kwamba, soma hilo fungu ili niende haraka. 6 mstari wa kwanza. 6 mstari wa kwanza inasema, ndio, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na wa Kiyunani. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walishahauliwa katika huduma ya kila siku. Ubarikiwe sana. Baadaye wakasema nini? Endelea. Inasemekana hivi. Ndio. Wale tenashara ndio wakawaita jamii ya wanafunzi. Ndio. Wakasema, ndio, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu la kuhudumu mezani. Ndio. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu, ndio, walioshuhudiwa kuwa wema, ndio, wenye kujawa na roho, ndio, na hekima, ndio, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Tuwaweke juu ya jambo hili. Ndio. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Kwa hivyo katika uwanja wa mitume, ndugu yangu, vile umeuliza swali, walichagua mzee. Lakini Petro aliposema nawaandikia wazee, mimi niliye mzee mwenzi wenu, hajasema ya kwamba nawaandikia wazee, mimi ni mkuu wa wazee, mimi ni mkuu wa wachungaji. Bali kila kanisa walikuwa wanalichagulia mzee wa nini? Wa kanisa. Kulinda kundi, kulichunga na kulilisha bila kutaka fedha ya haibu. Kwa hiari kujifanya kielelezo cha kundi. Biblia inasema na mchungaji mkuu ambaye ni Yesu Kristo akija watapokea taji lisiloharibika. Hiyo ni kazi ya mzee wa kanisa moja, sio zaidi ya makanisa, si zaidi ya kanisa moja. Mashemasi walichaguliwa kwa ajili ya kuchukua mali ya kanisa. Mali yote ilikuwa inaletwa miguuni pa mitume, na mitume walikuwa na kazi mbili, ya kuhubiri na kugawa mezani. Baadaye kazi ilipokuwa nyingi, baadhi ya wajane wakasahaulika, wakanungudika. Waliponungudika, mitume wakaketi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Wakachagua mashemasi 7, kazi yao ilikuwa ni kuhudumia wajane. Hawakuchaguliwa ili wamlipe Petro. Kwa hivyo wanaposema tutii wanaotuongoza, ni mzee wa kanisa, ni mashemasi. 3, ni vipawa kanisani, kama vile tunasoma katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 11. Kipawa cha kwanza ni mtume, pili ni nabii, vipawa 5. Lakini wanaosimamia kanisa ni mzee wa kanisa, wanaosimamia mali ya kanisa ni mashemasi. Kwa Biblia hakuna mahali walitoa wapeleke mashemasi wapeleke ripoti kwa kina Petro, bali walikuwa wanasaidia watu kulingana na hitaji lao. Kwa hivyo uongozi, mzee wa kanisa na mashemasi, inakubalika mzee. Kile ambacho neno la Mungu katika kitabu cha GC au Pambano Kuu ni 94 kwa Kiingereza, Kiswahili ni 51. Imani ambayo kwa muda wa karne nyingi ilishikiliwa na kufundishwa na Wakristo wa Kieldensis ilitofautiana kabisa na mafundisho ya uongo yaliyotoka Rumi. Imani ya dini yao ilipatikana katika neno la Mungu lililoandikwa, ambao ndilo mfumo wa ukweli wa Kikristo. Lakini hawa wakulima wanyenyekevu katika makimbilio yao ya faragha, wakiwa wamejitenga mbali na ulimwengu na kulazimika kila siku kufanya kazi ya tabu katika makundi ya mifugo yao na katika mashamba yao, hawakuweza kufikiwa na wapinzani wa ukweli uliotokana na uzushi wa kanisa lililoasi. Imani yao haikukuwa imani mpya iliyopokelewa. Imani ya dini yao ilikuwa ni urithi kutoka kwa baba yao. Walipambana kwa ajili ya imani ya kanisa la mitume.
imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja chini. Kanisa lililoko jangwani lilikuwa ndilo kanisa la ukweli wa Kikristo, mlinzi wa hazina za ukweli ambazo Mungu amewakabidhi watu wake kwa ajili ya kuzitoa kwa ulimwengu, wala si lile lenye mfumo msongi wa utawala wa kiburi na majivuno linaloweka makao yake makuu ulimwenguni. Na maana kanisa la Mungu halitakuwa na msongi ambao una makao makuu ulimwenguni. Makao makuu ya kanisa ni mbinguni. Kiongozi wa kanisa ni Yesu Kristo. Sisi sote ni wandugu, tuko pamoja na Yesu. Alipotuita si kwa ajili ya kutumikiwa, bali ametuita kwa ajili ya kutumika, tutumikie wengine. Hilo nimelihama. Mzee wa kanisa anakubaliwa, mashemasi wanakubaliwa, vipawa kanisani ni lazima viwepo ili huduma itendeke, ambayo wametoa katika familia yao, bali serikali ambayo imewaajiri ili waitumikie ndiyo inawapa gharama yote. Paulo alikuwa na lenga nini wanapozungumza ya kwamba wale wanaohubiri injili ni lazima wakule kwa injili? Na ndivyo Bwana Yesu alivyoamuru. Sijue kama hilo fungu tunalielewa. Ina maana ya kwamba tunapohubiri injili, kazi ya mashemasi ni kuangalia matawi mawili. Tawi la kwanza ni uinjilisti, tawi la pili ni masikini wasiojiweza na wagonjwa. Nataka mnipate. Unajua swali lenye liko mezani, wamoja wanasema zaka ipewe masikini, wengine wanasema ni mshahara ya wahudumu. Hilo ndilo swali liko mezani. Mmoja anatetea masikini, mwingine anatetea wahubiri walipwe. Hilo ndilo nataka nijibu, ili wanaposema hivyo ndivyo Bwana Yesu alivyoamuru. Aliamuru wakati gani? Ukisoma Biblia utarudi kwa kitabu cha Luka. Ndipo nataka nirudi katika kitabu cha Luka 10:5 alipowatuma. Neno la Mungu linasema nini ili nilete roho ya unabii? Neno la Mungu linasema na nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza amani iwemo nyumba humu. Ndio. Na ikiwemo mwana amani. Ndio. Amani yenu itamkalia. Ndio. Na hayumo amani hayumo. Endelea. Amani yenu itarudi kwenu. Ndio. Basi kaeni katika nyumba hiyo. Mkila na kunywa vya kwao. Maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Ina maana kwamba tunapopeleka injili, tunapofika, kwa mfano tulipotoka kwetu hatukukuja na vyakula. Tumekula chakula ya mzee hapa wiki mzima. Mwalimu, naomba hilo lisomwe kwa Kiingereza. Soma kwa Kiingereza. Hilo lisomwe kwa Kiingereza ili nisome roho ya unabii. 5. Whatever house you enter first, say, peace be to this house. Yes. If a son of this is there, your peace shall rest upon him. But if not, it shall return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide. For the laborer deserves his wages. Wages si ndio hiyo? Mshahara. Si mshahara? Na ni mshahara wa aina gani?
Hili chakula? Sio hiyo ya kurudi. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia wanalipwa, lakini na tunapoenda kuhubiri ni lazima washiriki wawe na ukarimu na upendo kwa ajili ya kulisha watu wa Mungu. Na pili, tunapopeleka injili ni lazima mashemasi kanisa watupe nauli ya kwenda kuhubiri. Hatutaenda kwa gharama yetu wenyewe. Kwa kuwa aliyetuajiri ni Mungu, ni tajiri. Tuko pamoja. Zaka inastahili kufanya kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kupeleka injili. Kazi ya pili ni kusaidia masikini. Tuko pamoja. Kwa hivyo ni lazima wahudumu walipiwe nauli. Kama hakuna vyakula huko, wapewe vyakula, watakulia huko. Kama kuna washiriki, wawape vyakula. Hilo ndilo maana hakuna askari anayepiga vita aje kwa gharama yake mwenyewe. Lakini mshahara wa mwezi, ndio nataka nilizungumze kwamba anayepokea mshahara hana uzima wa milele, hataenda mbinguni. Vitabu hivi vya dada White ambavyo vinaleta mchanganyiko. Councils of the Church, dada White alikuwa ameeleza vizuri kwamba ni 92. Ni Councils of the Church ni chapter 14, vile tunastahili kutumia shuhuda. Inasema, lakini si wengi wenu wajuao ukweli. Kila kilichomo ndani ya shuhuda hizi hamyajui maandiko matakatifu. Kama mungelifanya neno la Mungu somo lenu na kujifunza mkiwa na moyo wa kutaka kuchunguza kipeo cha Biblia na kupata ukamilifu wa Ukristo, msingelihitaji shuhuda hizi. Kwa sababu mmezarau kukifahamu kitabu hiki kilichotolewa kwa uongozi wa Roho. Ndio maana Mungu amejaribu kuwapata kwa njia nyepesi dhahiri kwa ajili ya kutumia shuhuda. SDA, kanisa la Wasabato, mwanzoni ilipoanza kuanzia 1844 mpaka 1855, kanisa lilikuwa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Pia waliongozwa na kipawa cha Roho na Biblia. Walipoasi wakakataa Biblia, Mungu akaandaa njia nyepesi ili awafikie kupitia hizi testimonies ambazo tunazisoma. Nataka mlipate. Kama Waisraeli wangetii amri za Mungu, hakungekuwa na haja kuje kitabu cha Musa. Tuko pamoja. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kutotii amri za Mungu, kukaandikwa kitabu cha Torati, kikawekwa kando ili kiwaongoze, kiwahukumu. Na hawa kama wangetii Biblia, hakungekuwa na haja hizi testimonies zifanye nini? Ziandikwe. Sasa zinapoandikwa, kwa sababu ya uasi na ukengeufu, wakadai mshahara. Dada White akasema mpewe hata na wake zenu walipwe. Wakati wa ufugufugu wa uasi, na wake zenu walipwe. Hata wakaweka makao makuu na kiongozi. Dada White akiwa, yote imeandikwa hapa. Yote imeandikwa hapa. Walipofanya hayo wakati wao, dada White akatupa ushauri. Tunaposoma shuhuda ziende kinyume na Biblia, ametupea ushauri gani? Ni 95. Dada White anazungumza nini? Anasema, basi ndugu na wasi, msijitie katikati yangu na watu, na kukinga nuru ambayo Mungu anapenda iwafikie. Kwa lawama zenu msiondoe nguvu zote, maana zina uwezo wote hizi shuhuda. Msijione moyoni kuwa mwaweza kuchunguza ili zifae mawazo yenu wenyewe, mkidai kuwa Mungu amewapa uwezo wa kufahamu
kile kilicho nuru kutoka mbinguni na kile kilicho maneno tu ya hekima ya kibinadamu. Kama shuhuda hizi haziseme sawasawa na neno la Mungu, zikataeni. Kristo na Beliari hawawezi kuunganishwa. Kwa ajili ya Kristo msitatanishe akili za watu kwa sababu ya uerevu wenu. Dada White ametupea ushauri kwamba shuhuda isipopatana na Biblia tuiweke kando. Ndio maana katika kitabu cha Selected Message Book 1:57 alisema tunapotumia shuhuda hakuna la kukataa, hakuna la kutupa, lakini tujali wakati na mahali na muda. Wakati huo kanisa lilikuwa na hali gani? Katika uvuguvugu, katika uasi, katika ukengeufu, wakapewa mishahara. Hata ukisoma na vitabu mahali utaona kwamba na mchungaji mwanamke anakubalika kwa hivyo vitabu. Sasa ndiyo maana unaposoma kwamba zaka sio mfuko wa masikini, tutarudi kwa Biblia tuone, je, wakati wa Yesu walitoa? Si walitoa? Walitoa. Ni kitabu cha Luka 12:33, viuzeni mulivyo navyo, toweni sadaka. Nao waliuza wakatoa. Walipotoa, hiyo mali ilikuwa inafanya kazi gani? Soma katika kitabu cha Yohane 12:5. Nisome kitabu cha Desire of Ages 560. Yohane 12 ulikuwa mmoja. Wewe dada White, nabii wetu, unazungumza nini? Ni katika kitabu cha Die 560. Yengine page ni 717. Yuda akiwa mweka hazina kwa ajili ya wanafunzi, na alikuwa amechukua sehemu kutoka katika akiba yao ndogo kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Kwa njia hiyo akipunguza fedha waliokuwa nayo, kukibaki kidogo, alikuwa na hamu ya kuweka katika mkoba wake kile kitu ambacho angepata. Hazina iliyokuwa ndani ya mkoba ule mara nyingi ilitumika kukidhi mahitaji ya masikini. Amina. Amen. Najua tunatetea masikini wapate haki yao. Wakati wa Yesu tumeona mfuko ulikuwa mmoja, mara nyingi ulitumika kukidhi mahitaji ya masikini. Kwa hivyo dada White anaposema zaka sio mfuko wa masikini, ni lazima tulithibitishe kwa Biblia. Ilikuwa ni wakati wa uasi na ukengeufu, sio ukweli wa leo. Lakini ukweli wa wana matengenezo wamejengwa kwenye msingi wa mitume. Mfuko ni moja. Katika kitabu cha Christian Service kinasemaje? Ndipo Petro akajibu akawaambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Mwana wa Adamu akiketi katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Ndio.
mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Ndiyo. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba ajili ya jina langu, ndiyo, atapokea mara 100, ndiyo, na kurithi uzima wa milele. Yesu alipowaita wanafunzi wake walikuwa wanafanya kazi ya kuvua samaki, si ndivyo? Wengine walikuwa watoza ushuru. Baadaye akawaambia mnifuate. Wakaacha hizo shughuli wakamfuata, akawaambia nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu wakati kijana tajiri alipomwendea akiwa na pesa, nifanye nini ili nipate uzima? Yesu alimhamasisha kusaidia masikini na kushika amri. Kwa nini Yesu hakuambia tajiri kwamba ukitaka uzima leta hizo pesa unipe? Si alimhamasisha asaidie masikini? Lakini wahubiri wa leo, tajiri akimwendea panda mbegu. Lakini Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani tunayomuiga aliambia tajiri saidia masikini. Tunaposema masikini wasaidiwe, tunamuiga Yesu aliyetutuma. Amen. Yohana alipofundisha watu wakamwendea, aliwaambia mwenye ana kanzu 2 apewe yule hana, na mwenye ana vyakula. Yohana aliwaambia wale watu mnipei. Ndio maana tumejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Hakuna nabii aliyekula zaka kama mshahara, hakuna mtume. Msingi yetu sio Walawi, sio Yesu wakati wa uvuguvugu imeanguka. Msingi wetu ni manabii na nini? Mitume. Inaeleza nini katika kitabu cha COA au vielelezo vya mafundisho ya Kristo 396, kwa Kiingereza, Kiswahili 312. Dada White unazungumza nini kuhusu hilo swali? Lakini swali la Petro, tutapata nini basi? Ilifunua roho ambaye kutokurekebishwa kumewafanya wanafunzi wasifai kuwa wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kama Yesu hangerekebisha Petro amwambie nitakupa zaka, hawangefaa kuwa wajumbe kwa ajili ya nani? Chini dada White unaendelea kuzungumza, maana alikuwa na roho ya kuajiriwa. Alikuwa na roho ya kufanya nini? Ya kuajiriwa, kula mshahara. Kula mshahara, hiyo tamaa. Yesu akamrekebisha akamwambia katika ulimwengu mpya mtapokea mara 100 na kurithi uzima wa nini? Katika kitabu cha Kiingereza tuwasomee. Soma kwa Kiingereza. Unasema ni kitabu. Toa page kwa Kiingereza. Ni 300, ni chapter inayosema thawabu ya neema, ni 396. Swali la Petro. Thereof had revealed a spirit that uncorrected would unfit the disciples to be messengers for Christ. For it was the spirit of hiring. Sio ni ya kupewa kibarua? Kuajiriwa. While they had been attracted by the love of Christ, of Jesus, the disciples were not wholly free from Pharisaism. They still worked with the thought of meriting a reward in proportion to their labor. They cherished a spirit of self-exaltation and self-complacency, and made comparisons among themselves. When one of them failed in any particular, the other indulged feelings of superiority. Si hata nao walikuwa waza kama hiyo. Lakini kama Yesu wangewa correct, hapo watu wengi wangesema kuna malipo. Ni katika kitabu cha PK 64 kuelekea 65, Prophet and Kings, inasema roho ya kujitolea kwa hiari kwa kufanya kazi kama ile iliyoonekana wakati wa kutengeneza maskani imedidimika mno sasa.
Wale waliojenga hema takatifu si walijitolea? Ndio. Hiyo roho imedidimia Mungu. Huyu ni dada White. Lakini roho ya namna hiyo ndiyo inayotakiwa kwa wafuasi wa Kristo kuwa nayo. Hiyo roho ya kujitolea kwa ajili ya kufanya kazi ndiyo inatakiwa kwa Wakristo au kwa wahubiri. Chini anasema Bwana wetu alituonyesha mfano wa jinsi wapasavyo wanafunzi wake kufanya kazi. Kwa wale aliowaita na kusema kwamba nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Ni Mathayo 4:19. Hakuahidia mshahara wa aina yoyote. Hakuahidia mshahara wa aina yoyote. Chini nasema kwa ajili ya hiyo kazi wangepaswa kushiriki kujikana kwake na kujinyima kwake. Wangeshiriki kujikana kwa Yesu na kujinyima kwa haitupase kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya mshahara. Nia inayotusukuma kazini mwa Mungu isiambatane na kitu chochote cha kujitumikia binafsi. Kazi inayokubalika mbele za Mungu ni ile inayofanywa kwa roho ya kujitolea. Kwa roho ya nini? Hiyo ndiyo inakubalika. Hiyo kazi ndiyo inakubalika. Soma kwa Kiingereza inasema not for wages we receive are we to labor. The motive that prompts us to work for God should have in it nothing akin to self-serving. As selfish devotion and a spirit of sacrifice have always been and always will be the first requisite of acceptable service. Asante sana. Nataka nisoma makuhani wanaoongoza kundi lao katika uangamivu. Hivi karibuni watashambuliwa katika kazi yao ya kutisha. Mapigo ya Mungu yanakuja, lakini pigo moja au mawili ya hayo mapigo hayatatosha kuwatesa wachungaji wa uongo. Mkono wa Mungu wakati huo utakuwa umeendelea kunyoshwa kwa ghadhabu na haki, na hautarejeshwa kwake mpaka kusudi yake liwe limetimizwa kwa ukamilifu. Wachungaji wa mshahara, wachungaji wa dini wa mshahara wataletwa kuabudu miguuni mwa watakatifu na kukiri kwamba Mungu amewapenda kwa sababu wameshikilia ukweli. Kwa sababu wameshikilia ukweli. Mapigo 7 ya Ufunuo 16 yatamwangwa na kwa wale wachungaji wa mshahara. Wakati watu watatangatanga huko na huko, na wale waliohubiri kwa mshahara, walioponya wagonjwa kwa kupata pesa, nao watakuja kushujudu miguuni panitu. Ministry of Healing tunapo si kama SDA katika uvuguvugu. Kama tunataka mshahara na vyeo kwa SDA vipo. Waliruhusiwa kukula mshahara ikaandikwa, lakini hawataenda mbinguni. Waliruhusiwa. Sisi tuko katika ukuhani wa Yesu Kristo. Sisi ni Elia watatu, Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo wale walipoanguka walirudisha ukuhani wa Lawi uliotupwa na wakati. Kwa hivyo sisi tuko katika ukuhani wa nani? Wa Yesu Kristo. Ndio maana katika kitabu cha Ministry of Healing Mungu anapotuita anasema nini? Kiingereza ni 480, Kiswahili ni 222. Leo Mwokozi wetu anaita watu kama alivyomuita Mathayo na Yohana na Petro kwenye kazi yake. Ikiwa mioyo yetu itaguswa na upendo wake, swali la kupata faida halitakuwa. Halitakuwa ndani ya akili zetu. Tutafurahia kuwa wafanyakazi pamoja na Kristo. Hatutaogopa kuamini utunzaji wake. Tukimupa Mungu nguvu zetu, tutakuwa na mitazamo ya wazi na wajibu. Mungu anatuita wana matengenezo kama vile aliita Yohana Mbatizaji, kama vile aliita mitume ili tufanye kazi. Mbarikiwe sana. Kwa hivyo
sisi tunatetea masikini, kwa kuwa na Yesu alikuwa anatetea masikini, na Yohana alitetea masikini, na manabii walitetea masikini, na ni lazima tuwatetee.